ni kuwa mvua za msimu zimeshaanza na zinaendelea kwa mikoa ya Kigoma na Katavi, lakini zimekuwa za kusuasua kwa mkoa wetu wa Tabora, na hali hii ya kusuasua kwa kiasi kikubwa inasababishwa na kupata upepo dhaifu. Yani weak westerly wind usio na unyevu kutoka katika misitu ya Kongo. Na hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda niwafahamishe wajumbe wa kikao hichi kuwa pamoja na wananchi kuwa pamoja na mifumo mingine tunayoitumia ambayo inatuletea hali ya hewa, ambayo inatuletea mvua, lakini kwa kiasi kikubwa mvua zetu za mikoa ya kanda ya magharibi zimekuwa zikichangiwa na upepo wenye unyevunyevu unaotoka katika misitu ya Kongo na kuelekea katika maeneo yetu. Bahati mbaya kipindi hichi pepo hizo zimekuwa dhaifu kiasi kwamba zimekuwa benefit kidogo mikoa ya Kigoma na Katavi, lakini kwetu huku zimekuwa na mwenendo hafifu. Ndio ambacho kimetokea na kufanya maeneo ya mkoa wa Tabora kuwa na mvua za kusuasua katika kipindi hichi cha msimu. Lakini hata hivyo, mifumo ya hali ya hewa inaendelea kujijenga na kuimarika, na hii inatoa uwezekano wa kuwa na ongezeko la mvua kwa mikoa yetu ya magharibi ikiwemo Tabora, hususan kuanzia wiki ya pili ya mwezi huu wa Novemba 2025. Sasa kwa upande wa sekta ya kilimo na usalama wa chakula, mwelekeo wa mvua unaotarajiwa unaweza kusababisha upungufu wa unyevu katika udongo na hivyo kuathiri ukuaji na maendeleo ya mimea na hatimaye kusababisha upungufu wa mavuno hususan kwa mazao yanayotegemea mvua. Pia kuna uwezekano wa kuongezeka kwa wadudu waharibifu wa mazao kama vile panya, mchwa na kadhalika. Kwa muktadha huo basi, wakulima wanashauriwa kutafuta taarifa sahihi kutoka kwa maafisa ugani kwa kuzingatia utabiri wa msimu wa wilaya husika katika kuchagua mbegu na zao sahihi katika maeneo yao. Aidha, wakulima na maafisa ugani wanashauriwa kuendelea kufuatilia kwa ukaribu taarifa za mwenendo wa msimu kadri zitakavyokuwa zinatolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini, yani TMA. Kwa upande wa sekta ya mifugo na uvuvi, utabiri unaotarajiwa unaweza kusababisha upungufu wa maji na kuathiri upatikanaji wa maji na malisho ya mifugo na kusababisha migogoro kati ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi. Hivyo basi, wafugaji wanashauriwa kuweka mipango mizuri ya matumizi na uhifadhi wa maji na vyakula vya mifugo, kufuatilia utabiri wa hali ya hewa na kuzingatia ushauri unaotolewa na maafisa ugani ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza na kuendelea kunufaika na hali ya hewa inayotarajiwa wakati huu wa msimu. Kwa muktadha huo basi, matumizi endelevu ya rasilimali maji na uvunaji wa maji ya mvua vinapendekezwa, hasa kwa ajili ya umwagiliaji, uzalishaji wa umeme wa maji, usindikaji wa madini, pamoja na matumizi ya viwandani na ya majumbani. Aidha, jamii pamoja na mamlaka za maji na nishati zinashauriwa kuchukua hatua na tahadhari ili kulinda miundombinu na kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Kwa sekta ya afya, kimsingi mwelekeo wa mvua unaotarajiwa unaweza kulazimisha jamii kutumia maji yasiyo safi na salama. Hivyo mamlaka zinazohusika na afya ya umma pamoja na wananchi kwa ujumla wanashauriwa kuchukua tahadhari muhimu za kiafya ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Tahadhari hizo ni pamoja na kuhamasisha jamii kutibu maji kabla ya kuyatumia, kunywa maji safi na salama, na kuhakikisha upatikanaji wa akiba
ya kutosha ya dawa na vifaa tiba. Kwa upande wa sekta ya usimamizi wa maafa, yani management za maafa, hali ya upungufu wa mvua inayotarajiwa inaweza kusababisha upungufu wa maji safi na salama, kupungua kwa uzalishaji wa chakula na uhaba wa malisho kwa mifugo, lakini vile vile vipindi vifupi vya mvua kubwa vinaweza kujitokeza na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi.